mnavyofahamu, kumekuwa na maombi mbalimbali ya mabadiliko ya taarifa ambayo yamewasilishwa kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanyiwa kwa kazi, na hivyo kuleta taharuki na malalamiko makubwa kwa wananchi, ambayo yamesoka kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanyiwa kazi kutokana na kutokizi matakwa na utaratibu uliokuwa unatumika hapo awali. Kati ya maombi ambayo hayakuweza kufanyiwa kazi ni watu waliotumia nyaraka za kugushi pamoja na waliotoa taarifa za udanganyifu wakati wanajisajili. Tumekuwa na hilo tatizo kubwa sana, malalamiko yamekuwa mengi na wengine wamefikia hatua kulalamika kwa viongozi wa juu, akijua kabisa kwamba makosa ameyafanya, lakini kwa kutafuta sympathy na huruma kwamba labda wakitoka kwa viongozi kule itatoka oda kwamba mbadilisheni. Na mwingine mmoja anaweza katoa mfano, ni raia mmoja aliandika kwa waziri, nafikiri fika kwa Mheshimiwa Rais, akilalamika NIDA Mwanza hawafanyi kazi, wanataka rushwa, nimehangaika, nimepeleka, lakini sikuja kufuatia na fomu yake, ana alama 60, raia wa Kenya na hakidhi vigezo. Kwa hiyo tumekuwa na hizo taifa. Kwa hiyo nimewaita maalum kwa ajili ya kutoa agizo na lengo halisi la mkutano huu kuhusu usajili. Kufuatia hali hiyo, serikali imetoa kibali maalum kwa ajili ya kushughulikia maombi hayo ya mabadiliko ya taarifa ambayo awali hayakuweza kufanyika kutokana na kukinzana na miongozo inayosimamia mabadiliko ya taarifa. Kibali hiki maalum kimetolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Oktoba 25. Ilikuwa kwamba tutoe tangazo hili kuanzia Oktoba 25, lakini kutokana na shughuli za uchaguzi tulisitisha kwanza mpaka tumalize shughuli hizi ili watu tutulie na kuweza kuconcentrate. Na zoezi hili litafungwa baada ya muda kuisha. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kibali hiki kinahusu na kina nani? Tulikuwa na waathirika wa vyeti vya kugushi waliofukuzwa katika ajira za serikali kutokana na kutumia vyeti vya shule vya kugushi ambavyo pia walitumia vyeti hivyo kujisajili NIDA. Kuna watu ambao nakumbuka serikali ya 500 kuna watu zaidi ya 18,000 ambao walifukuzwa kazi kwa kutumia majina ya bandia lakini vyeti vya watu. Lakini ukiangalia kama mtu amesomea cheti hicho, kwa hiyo serikali iliondoa. Sasa unakuta mtu alikuwa anaitwa ametumia cheti cha James Kaji, lakini jina lake halisi ni John Mayunga. Sasa katika huko kwenye kitambulisho tayari kumbe James Kaji tayari ameshasajiliwa. Kwa hiyo mtu anakuja anajikuta anakosa huduma kwa sababu tayari jina alotumia cheti cha mtu leo mtu ameshasajili, alitumia cheti cha kuzaliwa. Kwa matokeo yake wamekuwa wengi wanakosa huduma muhimu. Kutokana na hilo, Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi waziri na wizara wamekaa kao na kuona kwamba kuwe na hiyo huruma ya kwamba tuwarudishie majina. Kwa hiyo tutamrudishia kwa jina lake halisi, lakini akitoa vielezo nitaeleza huku mbele. Kwa hiyo huruma imetolewa, ndio imetoa kibali hicho kwa mwaka mmoja. Hao ni namba moja, lakini kuna watu waliotumia majina ya watu wengine kupata vyeti vya elimu. Nafikiri naeleka ndugu zangu waandishi. Kwa na wenyewe hawa unakuta jina lake ni John Mayunga, lakini ametumia vyeti vya Hamadi Athmani toka Dar es Salaam, ana amesoma mpaka na PhD kwa kutumia Hamadi Athmani. Ukiangalia tu na kuhakikisha kweli alitumia tu kile cheti, lakini na amesoma kweli na kwenye vyuo ameattend. Kwa na wenyewe hawa kuna ile amnesty imetoka kwa ajili ya kubadilisha hayo majina, na hii kama nilivyoeleza kwamba itakuwa ni kwa mwaka mmoja. Lakini pia kuna watu waliotoa taarifa za uongo na udanganyifu katika usajili. Na wengine pia raia wa Tanzania walisajili kama wakimbizi. Kuna watu wengine walikuwa na strawaway wanaenda nchi fulani ajipanga kama mkimbizi apate labda nani, lakini anakuja kukosa anajitoa majina tofauti kula na tunampa kitambulisho cha ukimbizi lakini kumbe ni Mtanzania. Na wenyewe hawa pia wamepewa, serikali imetoa hiyo huruma kwa ajili ya kuja kurekebisha details kwenye vitambulisho vya NIDA ili waweze kupata huduma zinazostahili. Ndugu zangu waandishi wa habari, nachukua fursa hii kuwataka wananchi wa makundi hayo manne kufika katika ofisi za NIDA za wilaya wakiwa na nyaraka zinazohitajika kutegemea na changamoto iliyopo ili kushughulikia maombi ya mabadiliko hayo. Haya mengine hayana amnesty. Kwa mfano, mtu ulikuwa umeolewa, jina lako ni Hamida Juma Makuzo, lakini umeolewa na James Kaji. Kwa hiyo unataka kutumia Hamida James Kaji. Alafu ndoa siku hizi kama mnavyojua siku 2 imevunjika. Au kuna taratibu ambazo ziko wazi, utafuata taratibu, utakuja na cheti cha kuzaliwa, cheti cha ndoa,
kwa madhehebu yote, hiyo inakuwa ni rahisi kama ni utaratibu ambao utaendelea kama kawaida. Lakini hapa tunapolizungumzia ni wale ambao matatizo yao kama nilivyoeleza katika makundi manne. Kama nilivyozungumza kwamba aidha watu wote lazima kuwa na viambatisho vya lazima pamoja na vya ziada kama utakavyoelekezwa. Ukifika hospitali mlitangaza hivi, lakini kuna wengine itakuwa ni comprehensive, utahitajika na vya ziada. Kwa mfano ulibadili dini, tutaangalia kwamba okay, ulibatizwa au ulislimishwa kwa jina hili, mpaka sasa hivi kuna vyeti kila sehemu. Kwa hiyo viambatisho vinavyotakiwa vya wazazi, maana sisi ni utambuzi. Unapokupa cheti hiki wewe ni Mtanzania, unaweza ka access huduma zote za kijamii, kumiliki naamini viwanja, kumiliki mali. Kwa hiyo tutaomba hiyo. Viambatisho hivyo ni pamoja na nakala ya cheti cha kuzaliwa, nakala ya vyeti vya elimu, na cheti cha kuzaliwa kiwe kimehakikiwa na RITA, kuwe na DIDPO iliyosajiliwa na gazeti la serikali, na nyaraka nyingine yote itakayotakiwa na ofisi ya NIDA. Naendelea kuwasisitiza wananchi kuwa maombi yatakayofanywa kazi ni yale tu yatakayokidhi masharti na vigezo vilivyowekwa baada ya wahusika kuwasilisha nyaraka zinazotakiwa kwa ajili ya kuthibitisha taarifa zao. Niwaase wale wote ndugu zangu kwenye changamoto na taarifa hizo kujitokeza na kwenda kwenye ofisi za NIDA za wilaya. Sio je makao makuu, anzia wilayani. Niwaombe tena kusisitiza, makao makuu tutapokea taarifa zinazoanzia wilayani, wakiwa na viambatisho vinavyotakiwa ili kufanya marekebisho wanayohitaji kwa muda uliopangwa.